wanasema unachokiandika, kinachoandika ni mikono. Kinachoandika ni mikono. Ila unachokiandika kinatoka kwenye akili. Kwa akili inashirikiana na mkono. Kitu chochote unachokiandika, especially kwenye mitandao ya kijamii au popote. Unaona mimi nimeshika hivi kalamu. Ninachokiandika hapa. Mkono hauna shida yoyote. Wala hauna changamoto yoyote. Hauna changamoto yoyote. Wenyewe mkono unapokea maelekezo kutoka kwenye akili. Kwa hiyo wewe sasa unachokiwaza kwenye kukiandika, akili yako ndio inatakiwa ifanye kazi. Kabla ya chochote kile. Kabla ya akili kutuma mkono kuandika ulichokiwaza. Ni akili yako ndio inatakiwa iwaze kwamba hapa nataka kuandika tusi. Hapa nataka kuandika waraka. Umeelewa? Hapa nataka kuandika mirathi. Hapa nataka kuandika mirathi. Hapa nataka kuandika ujumbe, labda message. Kwa sababu kuna watu anachokiandika anautuma mkono kuandika kitu ambacho ni cha kipumbavu, afa anakuja kulaumu mkono. Hapa naandika bili. Naandika bili. Na bili pale tunaongezeana sana. Na hapa na sign mkataba. Hapa na sign mkataba, ndio. Umeelewa? Ndio. Mkataba na mkono havihusiani. Akili yako na huo mkataba ndio vinahusiana. Kwa kuwa makini sana na akili yako kwenye kutuma mkono unachotakiwa kukifanya. Ushaona kitu ukasema hivi, huyu mtu alifikiria nini? Yaani mtu vipi? Unaiwaza nini hapo? Akili. Afa anakuambia ngoja nipunzishe akili. Japokuwa wanakuambia akili ni nywele. Si ndio? Sema ina sasa ni za wapi? Unajua hapo nimestaki kidogo kwa sababu umestaki nini bwana wewe? Kuna watu na heshima zao wana akili, sije nikawavunjia heshima hapa na hawana nywele. Sawa, ndio maana nikwambia hivi, akili ni inategemea za wapi basi. Unaona mtu ana kipara kumbe ana sehemu zake ambazo ana nywele ndio zinampa akili.